kwamba nashukuru wakati huu kuna mvua. Ningependa kuuliza governor wetu kwamba ile mbolea iko Eldoret iweze kufika hapa Moibeni ili wakulima waweze kupata kwa njia rahisi. Jambo lingine ni kwamba pia aliuliza value ya watu ya hapa. Mimi nataka kuambia yeye value ya watu hapa ni wakulima. Hawa wakulima ndio wanalisha Kenya. Na mimi nataka tu niseme ya kwamba nyinyi wakulima, huu ni mwezi wa kulima, muweze kupanda mahindi, na vile nimeuliza governor kwamba mbolea iweze kufika hapa na mahindi ili wakulima wasiende kutafuta transport kutoka mbali ili wafike hapa nyumbani. Jambo la pili ni kwamba ningependa kuhimiza mambo ya kusajili mambo ya SHA tuipatie nafasi, kwa kuwa hiyo ndio sasa dirisha ya kumaliza mambo ya matibabu kwa njia ya urahisi. Watu wengi wanaugua, lakini msikize, serikali inasema muweze kufanya registration so that mambo ya matibabu inakuwa rahisi katika Wakenya wote. Mambo nyingine ambayo ningesema ni kwa maneno ya kitaifa, kwamba Wakenya wote wengi sasa kwa pamoja wameungana na kusika mambo ya ukabila kwa njia ya sahau. Sisi vile mnaona hapa, hawa viongozi wamewacha kazi yao ili wahubiri mambo ya kukua pamoja katika taifa letu la Kenya. Sisi tunataka kuuliza kwamba itakuwaje wewe unataka kuongoza nchi, lakini matamshi yako ni ya jikoni, matamshi yako ni ya ukabila. Wewe utaongozaje Kenya? Kenya inahitaji mtu mwenye heshima kwa Wakenya wote. Sisi hatuwezi kuwa Wakenya Kalenjins. Sisi ni Wakenya. Ni tofauti tu, huyu father amehubiri kwa njia ya Kikatoliki, lakini wasikizaji wa kwenda mbinguni ni wengi sana, ama sio? Ile tu nauliza tu father ni kwamba wakati inafika ile ya mkate, ile ya kupeana hiyo sakramenti, hao wanasema, hao Wakatoliki wanasema ni Wakatoliki peke yao. Sasa hapo ndio tunajiuliza, sasa sisi Wakristo wengine tufanyaje? Sasa hiyo ndio tunaheshimu kwa sababu heshima ya Mungu. Ili mimi nisiweze kutaja maneno mengi, tuko na viongozi wa chini ambaye tunaita MCAs. Wao ni viongozi wa maana katika mashinani. Na mimi ningepatia wao heshima, waje tu waseme jambo mahali